Uliyeziumba mbingu na nchi, tuko mbele zako tukihitaji uwepo wako katika ibada ya leo. Kubali kuwa katikati yetu na kuwe mwalimu na mhubiri wetu kwa jina la Yesu, amina. Na wakati wote, assalamu alaikum, shalom kanisa. Nipende kuwakaribisha kwenye ibada yetu ya kipindi hiki cha mchana. Ufuatao ni utaratibu ambao utatuongoza katika ibada yetu siku ya leo. Tutakuwa na fungu kutoka kwa Mr. Zaburi Ngeze, kiongozi wa uhuru wa kidini na elimu. Baada ya kupata fungu hilo la maandiko matakatifu, kanisa zima tutasimama na wimbo nambari 20 praise team pamoja na kiongozi wa nyimbo mjiandae. Baada ya hapo tutapata ombi la magoti kutoka kwa Zaburi Ngeze, kisha mzee wa kanisa Joseph Mwelewa atasimama kwa ajili ya somo la matoleo. Baada ya somo la matoleo, kwaya ya kanisa itatupatia wimbo ambao tutaelekea kwa ajili ya kutoa zaka zetu na sadaka, lakini pia wimbo huu utakuwa ni wimbo wa kukaribisha mhudumu wetu. Baada ya hapo, mchungaji wetu wa mtaa Pastor Paul Mahona Ndulu watasimama, na mimi mwenyekiti wenu wa siku ya leo ninaitwa Grayson Pasley Dege. Hivyo ni wakaribisha waamini na washiriki wote, tujiandae kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi nimkaribishe yule aliyejiandaa kwa ajili ya fungu kuu. Karibu. Bwana ni mwema na wakati wote. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 34 na mstari wake wa 4. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 34 na ule mstari wa 4. Kama tumepata tuseme amina. Basi maandiko matakatifu yanasema, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Narudia, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Mungu abariki maandiko haya. Amen. Tusimame kanisa, nafikiri utatukusha tangazo.
Baba yetu, rafiki yetu, unayejali maisha yetu, hakika asubuhi ya leo tunashukuru Roho wako Mtakatifu ameendelea kutukumbusha kwamba wewe ni mwamba wetu, wewe ni ficho kwetu na kimbilio, hasa tukiwa taabuni. Jina lako takatifu na litukuzwe. Tunashukuru kwa kutuleta chini ya paa hili ili kukuabudu wewe. Ibilisi alitamani tusifike mahali hapa, pahali palipo na salama. Alitengeneza ratiba zake na mazingira tofauti, vikwazo vya kutosha, akitamani nafsi zilizo chini ya nyumba hii ziendelee na majukumu mengine, lakini mbingu maamuzi yake alikuwa ni haya, kwamba tuweze kufika mahali hapa kukuabudu na kukurudishia sifa na utukufu. Watoto wako wa kiume kwa wa kike tumekuja, kila mmoja akiwa na mizigo yake, tunaomba ukatupumzishe. Zaidi ya yote, Mfalme, weka kaa lako la moto katika kinywa cha mjoli wako mchungaji. Saa yake itakapofika kusimama, mahusia kutoka mbinguni tukayasikie, yakatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Bariki watoto wadogo, wapatie usikivu. Bariki watu wazima. Ikiwa yako mawazo ya siku 6, naomba kwa sasa yakanyamaze zaidi, roho zetu zikakuelekea wewe. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Wakati wote. Basi leo ni tarehe 31 ya Sabato ya mwisho kabisa ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2026. Ni somo la sadaka ambalo liko mbele yetu. Kichwa cha somo kinasema thamani ya fedha. Thamani ya fedha. Hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tulisoma Sabato iliyopita. Leo ni mwendelezo. Maisha ya mwanadamu katika mahitaji yake ya kila siku yanahitaji fedha. Huduma nyingi za kimwili hukidhiwa kwa fedha. Huduma za kiutume zinahitaji fedha pia, kwa ajili ya kutuandaa kwa umilele na kuwaandaa wengine kuokolewa. Fedha ni yenye thamani kwa sababu inaweza kufanya mambo mengi mazuri katika mikono ya wana wa Mungu. Fedha ni chakula kwa wenye njaa, ni maji kwa walio na kiu, ni mavazi kwa walio uchi, ni kinga kwa wanaokandamizwa, na ni njia ya msaada kwa wagonjwa. Lakini fedha haina thamani yoyote zaidi ya mchango, isipokuwa tu pale inapowekwa katika matumizi ya kutoa mahitaji ya lazima ya maisha, kuwabariki wengine na kuendeleza kazi ya Bwana. Mungu anatoa kwa ajili ya mahitaji yetu na ziada ya kutosha kuwasaidia wengine na kuendeleza kazi yake. Thamani ya fedha itakuwa na maana endapo utawekeza katika hazina ya mbinguni kwa kukiri baraka za Mungu kwetu, kwa kuleta zaka na sadaka ghalani mwa Bwana. Haleluya kanisa. Hiyo ndio tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari inayotuonyesha uthamani wa fedha. Kwa hivyo tunapotoa zaka na sadaka tunawekeza hazina ya mbinguni, na kwa kuwa tumetambua umuhimu wa fedha katika mahitaji yetu ya kimwili, basi tutatambua pia uthamani wa fedha kwa kutoa zaka na sadaka, kwa kufanya kazi ya Mungu ili hazina yetu kwa mbinguni ikawe kubwa. Mungu awabariki mnapotafakari tafakari hii
katika jina la Yesu, amina. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Tunasema asante Mungu wetu mkuu kwa kutunia na kutongoza mpaka kufika sasa. Muda huu wa pekee Bwana, tukiwa nyenyekevu, tunaomba Roho Mtakatifu akae ndani ya mioyo yetu, atusukume kukutolea wewe zaka na sadaka. Bariki wote watakapotolea, bariki pia ambao hawatakutolea. Zaidi ya yote Bwana, tunakuomba ubariki kazi za mikono yetu. Haya machache tunakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Habarini za Sabato. Nina furaha kwa sababu siku ya leo ni siku ya pekee, siku ambayo Bwana ameiweka rasmi kwa ajili ya kumwabudu yeye na kurudisha sifa na utukufu kwake. Jina lake litukuzwe sana. Nawakaribisha sana wageni kwa wenyeji katika ibada ya leo, na ibada hii ya siku ya leo ni ibada iliyo na wazo kuu la kuhusu uhuru wa nini? Uhuru wa kidini. Na hii ni kwa sababu Mungu wetu anatupenda sana na nataka tuweze kuishi maisha ambayo yametakaswa kupitia uwepo wake katika maisha yetu. Na siku hii ningependa sana uelekeze mawazo yako sasa kwa somo la leo kwa muda mfupi nitakaotumia, ili tuweze kushiriki pamoja baraka za neno la Bwana.
Na kabla ya kuanza somo letu la leo, ningependa niweze kualika tuweze kuomba. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa vile umekuwa mwema katika maisha yetu. Nena nasi, kwani ninaomba katika jina la Yesu, amina. Somo letu la leo linasema neema juu ya hofu. Neema juu ya nini? Neema juu ya hofu. Kama ningekuwa natumia Kiingereza ningesema fear, grace over fear. Hebu tuseme wote, grace over fear. Ndio somo letu. Ningekuwa nikitumia lugha ya Kiao, Wayao wako hapa. Hebu tuambieni Wayao. Neema juu ya hofu. Unatamkaje? Hebu njoo kabisa kwenye mic. Sijaisikia vizuri ili tuisikie wote. Neema penanipa woga. Neema penaniga woga. Okay. Safi sana. Kama tungekuwa na mtu ambaye ingekuwa ni kabila gani lingine lioko kusini? Wa Makua. Makua moja tuambie na yeye. Yule kule. Neema juu ya hofu. Amen. Kigongo ndugu. Mtendele balimba. Ni lugha tamu sana. Yaani kama unaongea Kiingereza hivi kama Kichina sijui. Safi sana. Bwana asifiwe. Barnaba amejitahidi, lakini naweza nikaongea na mimi kwa sentensi nyingine. Jigongo higulia ya wova. Jigongo higulia yake wova. Kwa hiyo hatuna neno, neema ni jigongo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo somo la leo ni somo tamu kwa sababu ni somo linalolenga tukio la siku ya leo. Kanisa la Waadventista wa Sabato lina idara kuanzia ngazi ya juu kabisa ya kanisa, lina idara inayoitwa idara ya mambo ya jamii na uhuru wa kidini. Idara ya mambo ya nini? Ya jamii na mambo ya nini? Ya kidini. Idara hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato inashughulika ulimwenguni kote, mahali popote kanisa lilipo, na mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kuwa haki ya mmoja mmoja inafuatwa. Haki ya mmoja mmoja inafanya nini? Ya kidini. Haki ya mtu mmoja mmoja inafuatwa ya dini aliyoichagua. 2, kubadili haki ya mtu kubadili. Nashughulika na haki ya mtu kubadili dini, imani ya kidini kulingana na dhamiri yake.
Alafu tatu ni kudhihirisha imani, ni kuhakikisha kwamba watu wanadhihirisha imani yao kama mtu binafsi juu ya jumuiya ya wanadamu. Itakuwa ni jambo la kushangaza kwamba wewe unasema ninaamini hivi, lakini hatuoni unadhihirisha, unajifunua kwa mwenendo wako. Ndio maana kuna watu wakienda kwenye mazingira fulani kando na mazingira ya hapa Tunduru, wanaweza akakaa mtu pale wiki nzima, wiki mbili, mwaka, mwezi, watu wasijue huyu mtu ni wa dini gani, mpaka mtu aje amuulize, hivi wewe rafiki, watu wengine ni wafanyakazi mahali fulani, lakini amekaa zaidi na watu kwenye hiyo kampuni au hiyo kazi anayoifanya, lakini watu hawajui anasali, mpaka aulizwe, hey, si bwana, mimi natamani nijue wewe unasali wapi, unasali dini gani? Kwa chama hiki au idara hii inachochea, inasaidia watu wajifunze kujifunua wanaamini nini. Lakini la mwisho, inafundisha haki au kukuza, inafundisha namna ya kukuza na kudumisha uhuru wa kidini, na hasa katika kipengele kimoja kinaitwa dhamiri, dhamiri yako katika dini ulio nayo. Kwa hiyo mambo hayo manne ni ya msingi sana. Katika somo la leo tutaongelea juu ya mada hii ya neema juu ya hofu. Neema juu ya nini kanisa? Juu ya hofu. Katika ulimwengu huu tunaoishi, tumezungukwa na hofu za aina nyingi, na inavyoonekanika ni kwamba kila mtu ana hofu yake alionayo. Kuna watu wana hofu ya kuachwa na wenzi wao au wachumba wao. Kuna watu wana hofu na maisha yao ya kesho. Kuna watu wana hofu tu juu ya afya zao, kwamba sijui mwaka huu 2026 nitatoboa. Kwa hali ninayoiona, hali ni ngumu kabisa. Yaani kila mtu ana hofu yake. Wengine wana hofu tu za kufika hata kanisani, anaogopa kwa sababu hajanunua nguo miezi 6. Anaogopa kwamba nikienda ili gauni hili bila Sabato nimekuwa kama nimepigwa rangi. Kuna watu wameacha kanisa kwa sababu ya hofu hiyo. Anaogopa kwamba akija kanisani ataonekanaje sasa? Kila siku kasuti ni kale kale. Unajua wanadamu dhambi ilipoingia imetuharibu sana, kiasi kwamba imetupeleka mbali mpaka kwamba hata yale tunayoyawaza sio ya Mungu. Mungu hashughuliki na wewe umevaaje, kwa maana ya kama wanadamu wanavyoshughulika. Mungu anachoshughulika uje umevaa smart, hata kama ni nguo ile ile lakini imenyoshwa, imefuliwa, umechana nywele. Usije kanisani ukiwa hovyo hovyo, kwa sababu yeye pia anatazama nje na ndani, na anataka tuwe smart. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mtu ana hofu juu ya maisha yake takuwaje. Hebu piga picha juu ya hofu ulionayo. Najua kila mmoja ana hofu. Hebu niulize swali hili. Wangapi hapa waliopo hapa wana hofu? Wana hofu ya kitu fulani. Nyosha tu kwa uaminifu, japo hautaisema. 1, 2, 3, 50, 60, 80. Kanisa zima, yani kila mtu anakaa hofu kake.
Sasa jamani, somo la leo huenda litakuponya kutoka kwenye hofu. Bwana asifiwe. Gia namba 1 ambayo tutaingia nalo kwenye somo la leo inatoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 16. Kuna mtu anaweza akatusomea hapo? Waraka wa kwanza wa Yohana 4:18. Sorry, sio 18. Neno la Mungu linasemaje? Yule msomaji wangu yupo na mic yake. Soma, anasema waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4:18. Hofu ni nini hasa? Andiko linatoa definition. Fungu la 18 linasema. Inasema hivi, katika pendo hamna hofu. Katika nini kanisa? Katika pendo. Hakuna nini? Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Pendo lililokamilika huitupa nje nini? Kwa maana hofu ina adhabu. Hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Kwa hiyo wote hawa walionyosha mikono wameadhibiwa vya kutosha na hofu walizo nazo. Maana hofu ina nini? Imekusurubu vya kutosha. Naweza usiseme usikubali, lakini hofu inasurubu. Mzee mmoja kule kwetu, siku moja mama alikuwa anatusimulia, siku moja tukiwa wadogo jioni, anasema kuna mzee mmoja, yule mzee sijui sasa yuko wapi. Kuna mzee mmoja, mnamfahamu mzee fulani? Sisi hata tulikuwa hatumjui, maana ni kijijini pale, lakini ni mbali. Yule mzee kuna siku moja aliwahi kuumwa na nge. Alipoumwa na nge jioni, kwa sababu nge yeye huwa anapata maumivu makali mno, akawaita familia yake yote, vijana waliooa na kuolewa, akawakusanya, akawaambia njooni niwape wosia, maana mimi leo ndio kwa heri. Kwa akawaita ili awaambie ya kwamba jamani, mimi hautapambazuka kwa maumivu nilionayo, ni afadhali tu niwaage na kuwapa wosia na mambo ambayo mtaendelea nayo nyinyi mungali hai. Mzee alikuwa na hofu. Sasa hofu, andiko limetuambia ni mtu kutokukamilika katika nini? Upendo. Kwa hiyo kumbe dawa ya kutokuwa na hofu ni kukamilika. Bwana asifiwe sana. Ni kukamilika katika upendo. Wewe jikague tu, na upendo ni kitu gani? Waraka wa pili wa Yohana 1 mstari ule wa 6. Upendo ni nini sasa? Tuone hapo. Upendo, mstari wa 6 unasema. Mstari wa 6 unasema, na huu ndio upendo. Na huu ndio upendo. Definition ya upendo nayo inatolewa, ambayo wewe na mimi tumepungua. Tuenende kwa kuzifuata amri zake. Tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndiyo ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo kwamba mwenende katika hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kumbe wewe na mimi kwa kuwa tumenyoosha, tuna hofu, tumepwaya kwenye kitu kimoja kinaitwa amri za nani? Za Mungu. Mnakumbuka Adam na Hawa walipomaliza tu kulila yale matunda yale, Biblia inasema ni matunda, sio tunda, ni matunda. Walipomaliza tu kuyala, wakakimbia kujificha. Na walipokuwa wamejificha hivi, Mungu anaita Adamu, Adamu uko wapi? Halafu Adamu anatokeza, anasema Mungu anauliza, kwa nini umejificha? Kwa nini? Anauliza maswali. Hapo anasema ya kwamba nilisikia sauti yako ukitembea wapi? Jamani, wapi? Bustanini. Nikafanyaje? Nikajificha, nikaogopa, nikajificha. Kwa nini sasa umeogopa nini? Kwa sababu Mungu haikuwa ni tukio la kwanza kuwatembelea kwenye bustani. Maandiko anasema alikuwa akiwatembelea mara kwa mara, kuwapa shule.
Yeye ndiye alikuwa mkufunzi mkubwa, maana Edeni hili lilitengenezwa au iliundwa na Mungu, iliumbwa na Mungu kwa ajili ya kuwafundisha mapenzi yake. Mungu aliiweka kwa ajili ya kujifunua. Sasa naogopa nini? Ni kwa sababu pendo limekatika. Maagizo ya Mungu ameyavunja. Upendo, maana amri zote zile 10 zina tafasiri ya neno moja tu, upendo. Only love, love, love. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa mada yetu inasema neema juu ya hofu, ili tuweze kuishi bila hofu, lazima neema iwe juu yetu, ionekane katika maisha yetu. Na neema hiyo ni nini? Neema hiyo ni Mungu mwenyewe weze kuonekana katika maisha yetu. Kitabu kile cha Petro wa pili sura ile, Petro wa pili sura ile, msomaji, sura ile ya 1 na mstari ule wa 2, neno la Mungu linasema. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 2 inasema, mstari wa 2 inasema, neno la Mungu linasema hivi: neema na iwe kwenu, neema na iwe kwenu, na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Anasema neema na iwe juu yenu, na amani iongezwe. Kwa Kiingereza anasema let it be multiplied. Kwa hiyo vitu viwili. Hebu rudia hilo fungu. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe. Ninarudia tena. Anasema, tunasema mstari wa 2. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu Yesu Bwana wetu. Kumjua. Kwa hiyo sasa, kumbe neema ndio kiboko cha hofu. Neema ni kiboko cha hofu, kwa sababu anasema tunapokuwa na neema alafu tunakuwa na amani, 2 things, neema, amani, zinatusaidia kumjua nani? Mungu. Katika kumjua, ziongezwe katika kumjua Mungu. Naenda sura ya 3 mstari wa 18. Petro. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Mstari wa 18 imeandikwa. Anasema hivi, lakini kuweni katika neema, kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu. Halo? Yes. Halo? Yes. Tukue. Grow. Kuwa. Yaani neno lililotumika pale ni grow. Kwa Kiingereza ni grow, grow, grow. Kuwa. Ulikuwa mdogo, unakuwa. Kuweni katika neema na katika kumjua nani? Bwana wetu. Na Mwokozi Yesu Kristo. Na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Kule alituambia neema na amani viwe juu yenu, viongezwe katika kumjua. Na hata hapa ametuambia kumjua. Kwa hiyo kumbe neema na amani vinatusaidia kumjua Mungu. Na ndiyo kiboko cha hofu. Kwa hiyo katika maisha haya, wapendwa, tunaishi katika maisha ya hofu kila wakati. Kitabu kile cha Luka sura ya 21, mfano, Yesu anatabiri mambo ya siku za mwisho. Luka 21 mstari wa 28. Luka 21 mstari wa 28 anasemaje? Luka 21 mstari wa 28 anasema, mstari wa 28 imeandikwa, basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Hebu anzia mstari wa 26. Mstari wa 26 nasema, anasema hivi, watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Watu wakivunjika mioyo kwa kitu gani, kanisa? Kwa hofu. Na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Wakitazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Kumbe sababu kubwa ya hofu ni nguvu za wapi? Mbinguni. Zimefanya nini? Isaya anasema dunia inaomboleza, inafanya nini? Ulimwengu unazofika, unafanya nini? Unazimia.
wakuu wamefanya nini? Halo? Anasema pia dunia inalewalewa kama nani? Na kwa sababu ina mzigo, na mzigo wa dhambi zake umefanya nini? Nayo itaanguka wala haitafanya nini? Sasa sikia, kumbe nguvu za mbinguni zikitikisika ndipo hofu inawaangukia wanadamu. Sikilizeni watu wa Mungu. Hofu ni kitu kibaya sana. Kwa sababu watu baadhi waliowahi kufanya utafiti juu ya ajali zinazotokea hata kwenye mabasi, kwenye ndege, kwenye nini, wengi wa wale wahanga wa ajali huwa hawafi na ajali, ila wanakufa na nini? Na hofu. Kwa taarifa yako kama hujui. Naona maana kuna watu wanakuwa na hofu kubwa, badala ya kufikiri hapa nafanyaje, mtu anaogopa mpaka anazima. Kwa hiyo tumezungukwa na hofu, yaani viashiria vya kututisha. Kwa hiyo katika ulimwengu huu usipoogopa giza la usiku, utaogopa mtu fulani anakutisha, anakwambia leo nitakuangamiza, lazima nitakuua. Kuna pasta mmoja Mwanza, yule pasta yuko hai mpaka leo. Siku moja alikuwa anatusimulia alipohamia mtaa mmoja kule Mwanza kiwa mchungaji. Siku moja akapata taarifa kwamba kiongozi wa eneo hilo anamhitaji, kiongozi wa serikali. Na kweli akasema mimi niko tayari kuonana naye. Kiongozi akaja kuonana naye, lakini kumbe alikuwa kiongozi wa ufalme mwingine. Alipofika pale akasema, wewe mchungaji, umekaa hapa muda mrefu kidogo, na kwa sababu umekaa hapa hujaja kujitambulisha kwetu. Yeye ule mzee alikuwa kumbe ni mchawi. Hujaja kujitambulisha. Inapaswa kwamba mtu yeyote anapohamia hapa, utaratibu wetu ni kwamba lazima ujitambulishe. Yule mzee alikuja na hirizi kubwa sana, kubwa kabisa lile hirizi, na ilisadikika ya kwamba ile hirizi ukiigusa inatoa moshi, panajaa moshi mahali ulipo. Kwa hiyo akamwambia sasa mzee, kwa sababu, na kabla ya kujitambulisha kuja yule mzee kuzungumza na mchungaji, pale nyumbani walipata uzoefu wa paka walikuwa wanalia usiku, wanalia, wanakwaruza dirisha kwara kwara. Na anasema wakati mke wangu hayupo, sakata hilo lilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo yule mzee akamwambia, sasa kwa sababu hukufanya hivyo, sisi tunao uwezo wa kukushughulikia. Mchungaji na yeye akapandisha kiburi, akasema kiburi cha kumtegemea Yesu. Bwana asifiwe. Mchungaji akasema hivi, umesemaje? Akasema inaonekana wewe una kiburi sana mchungaji. Hii hilizi unaiona hii? Akamwonyesha ile hilizi. Akamwambia hebu jaribu kuikanyaga uone. Ukiikanyaga tu ndio kwa heri. Akamwambia unasema kuikanyaga. Sasa mimi no, ilikuwa sio kuikanyaga, ilikuwa ni kuiruka. Yaani kwa mfano kama hapa niruke hivi. Yaani ukiiruka tu ndio kwa heri, utakuwa umekufa. Yule pastor akasema ni kuruka. Sasa mimi nakanyaga, akaikanyaga hivi. Yule mchawi alipoona ile hilizi haijatoa moshi wala pastor hajatikisika wala kuanguka, alimtazama kwa hofu akasema, wewe ni mtu wa namna gani? Yaani unakanyaga hilizi yangu, halafu hakuna kinachotokea. Badala ya yule mchungaji kuonekana kuwa ana hofu, kumbe yeye yule mzee ndo akaogopa, akasema what kind of man are you? Wewe ni mtu wa jinsi gani? Maana alijua kwamba yule mzee alikuwa anasimulia hii hilizi imeua watu wengi sana kwa kuruka tu hivi, sio kukanyaga. Lakini wewe umeikanyaga.
Pastor akaendelea kukanyagia. Na hivi zikawa mwisho wake hapo. Bwana asifiwe sana. Usiogope mambo yatakayokupata. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya pili mstari ule wa 10 anasema usiogope mambo yatakayokupata. Bwana asifiwe sana. Uwe mwaminifu hata nini? Kufa. Katika maisha yetu kumejaa hofu za ada ya shule. Hii ni Januari, watu wana hofu. Ni kweli ama sio kweli? Mtu anawaza hapa, sijui nikaibe, sijui nikafanyaje, sijui nichukue rushwa. Yaani kila mmoja ana hofu. Wengine wana hofu za biashara, wengine ni kilimo. Mvua zikikosekana hivi ndio hofu zinakuja juu. Amekopa mkopo, anataka mambo yaende. Hofu ni mbaya sana, inaua. It kills. This one kills more than the atomic bomb. Inaua kuliko bomu la nyuklia. Hofu. Na wanatheolojia wamefanya utafiti wakagundua hivi. Katika Biblia hii ulionayo hii, neno usiogope limeandikwa mara 365 kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Wamefuatilia wakagundua neno ambalo Mungu amewatumia waandishi wa Biblia kuandika usiogope limeandikwa mara ngapi? 365. Ndio siku ambazo zinahesabiwa katika mwaka mungapi? Ina maana kila siku kumbe tunatembea na neno la Mungu. Neno halikosekani linalosema usifanye nini? Don't be afraid. Usiogope. Every day we meet the word. Kila siku tunakutana na neno linasema usiogope popote utakapokuwa katika mazingira. Ni mazingira gani ambayo unaweza ukaogopa? Ikiwa Yesu yuko katikati yako au yuko ndani yako, huwezi ukaogopa chochote. Bwana asifiwe. Mimi katika maisha yangu ninachagua kutokuogopa. Bwana asifiwe. Sijui wewe unachagua nini? Ninataka niingize kaneno kengine. Biblia inatuambia hivi katika kitabu kile cha msomaji sura ile ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 19 na 20. Hebu soma 20 na 21. Neno la Mungu linasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa kuwa hofu mstari wa 20 na 21. Kwa kuwa hofu inacheza na dhamiri. Hata wewe unajijua, ndio maana mlinyoosha mkono. Biblia inasema hivi. Mstari wa 20 imeandikwa. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu. Kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Mungu anakujua. Ni mkuu kuliko mioyo yetu. 21 anasema wapenzi, mioyo yetu isituhukumu. Rudia tena. Mioyo yetu isipotuhukumu. Tuna ujasiri kwa Mungu. Tuna ujasiri kwa nani? Kwa Mungu. Moyo wako na kuhukumu, huo uko na hofu. Na hofu yako imesababishwa na kutokukamilika katika nini? Katika nini kanisa? Pendo. Maagizo ya Mungu meyakanyaga mahali fulani. Unajua, nakumbuka uzoefu aliokutana nao Yesu alipokuwa katika mateso. Maandiko yanasema hakuogopa hata vitisho vya wale watawala wa wakati ule. Hakuogopa mijeredi wala ile taji ya miiba aliyovikwa kichwani. Na wanamuuliza, wewe unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Nani aliyekupa mamlaka kufanya? Hawajui kwamba yeye ndiye aliyewapa mamlaka ya cheo hicho. Yesu. Hata mitume na wao walipotishwa hawakuwa na hofu. Bwana asifiwe. Sasa sikilizeni. Kwa nini hili somo limeletwa?
Miongoni mwa vitu vinavyoweza kuleta hofu katika ulimwengu huu, wapendwa, dhidi ya uhuru wa kidini ni kukutana na watu wanaoleta challenge katika uhuru wako wa dhamiri ya ibada ya kidini. Kuna watu ambao Ibilisi anawatumia kukutia hofu. Unaweza ukakutana nao nyumbani, ndugu zako, unaweza ukakutana nao popote pale, aidha kule unakofanya kazi. Unaweza ukakutana nao wanaweza kuwa ni marafiki zako, wanaweza wakatishia juu ya uhuru wako wa dhamiri dhidi ya uhuru wa kidini ulio nao. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na katiba inayomruhusu mtu kuchagua dini kwa dhamiri yake mwenyewe, kuwa labda hata mpagani. Na nchi yetu haina dini, haina dini kabisa. Ni nchi ambayo inathamini uhuru wa watu kujiamulia kuamini kitu gani, na hata katika shughuli za kidini, ni ili mradi sheria ya nchi haifanye nini? Haivunjwi. Ndio maana tunafanya mikutano ya hadhara, Njombe Native Events na matukio mengine yatafanyika huko mbele, kwa kuwa tuna uhuru wa kidini. Unaweza ukawa na uhuru wa kumwabudu Mungu, na unaweza ukapata uhuru mzuri sana wa kuchagua imani na dini unaopaswa kuiamini au kuishi, lakini ukakosa uhuru wako wa kidini kwa kukutana na mambo ya kuogofya. Watu wanaogopa hatari, wanaogopa kutishwa, wanaogopa maumivu, pain, maumivu na mambo mengine yanayotishia maisha. Lakini Yesu kufa kwake pale msalabani aliyasolve yote hayo, aliyaondoa yote hayo. Hatupaswi kuogopa kwa chochote. Ninakumbuka, hebu msomaji soma kitabu cha Matendo sura ya 4, Matendo sura ile ya 4 mstari ule wa 41. Matendo sura ile ya 4 mstari wa 41. Sura ya 4 ya Matendo ni sura ambayo, hebu anzia mstari wa 6 na wa 7. Ila haina 41. Anzia sura ya 4 Matendo mstari wa 6 na wa 7. Soma hapo. Okay, mstari wa 6 imeandikwa. Na Anasi kuhani mkuu, ndio, na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Ndio. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Walipowaweka katikati, wakawauliza hivi, kwa nguvu gani na kwa jina la nani? Kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Endelea. Mstari wa 8. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Mstari wa 9. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, Mstari wa 10. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Mstari wa 21. Mstari wa 21 imeandikwa. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema walitishwa. Kutishwa kwao kulizalisha hofu,
lakini maandiko yanasema hakuna mahali popote kuliko na kidokezo cha watu hawa kuogopa. Kwa hiyo unaweza ukakutana na vitisho mahali popote pale ulipo, usiogope. Bwana asifiwe. Kinachokuondolea uhuru wa dhamiri. Miongoni mwa kiumbe wa hatari sana anayetuletea hofu duniani ni shetani. Ni nani kanisa? Shetani. Shetani kiumbe wa ajabu sana. Yeye ndiye aliyezalisha hofu. Anatusababisha tunavunja maagizo ya Mungu, alafu anatupandikiza hofu. Kuna watu wamewahi kujikuta wamekuwa watumwa wa hofu kwa sababu ya vitisho vya shetani. Wengine wameingiwa na nguvu za giza zinawatumikisha kwa sababu ya hofu. Tutasoma mafungu machache, alafu ninapokwenda kumaliza fungu hili, somo hili, kitabu kile cha Zaburi, msomaji, Zaburi sura ile ya 53 na ule mstari wa 6. Soma hapo. Zaburi ya 53 mstari wa 6 imeandikwa. Nasema hivi: Laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni. Unasoma Zaburi ngapi? Zaburi sura ya 53 mstari wa 6. No. Ni Zaburi sura ile ya 50. Hapo waliingiwa na hofu. Ni 56 mstari wa 3. 56 mstari wa 3. 56:3 imeandikwa. Anasema hivi: siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Siku ya hofu yangu nitakutumaini nani? Wewe. Kwa hiyo Mungu anatutia shime. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi ni miongoni mwa watu ambao wanajua dawa ya hofu. Wanajua dawa ya nini? Ni kumtumaini nani? Mungu. Hofu yako ikabidhi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yes. Hofu yako dawa yake ni kumkabidhi Mungu. Hakuna namna nyingine. Hakuna namna ya kuna watu wanadhani ukiwa na silaha za maana, au panga, shoka, mikuki, mishare, ukiwa nazo umekaa nazo ndani ndio dawa ya hofu. Hakuna. Hofu itakuja tu. Kwa hiyo hofu iko unaweza ukawa na hivyo vitu ukawa na hofu. Kwa hiyo itategemea ni hofu inatokea wapi. Unaona? Lakini pia kitabu kile cha Zaburi 90. Zaburi 91. Zaburi sura ya 91 mstari wa 5. Mungu anasema hivi, wale wanaomcha Mungu anasema hawataogopa hofu. Zaburi 91 mstari wa 5 imeandikwa. Anasema hivi, hutaogopa hofu ya siku. Ya usiku. Rudia. Ya usiku, yes. Wala mshale urukao mchana. Ndio. 6. Wala tauni ipatayo gizani. Ndio. Wala uwele uharibuo dhuhuri. Bwana asifiwe. Amina. Aya ya 8. Ndio. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ile ya 3 mstari wa 24 na 25, neno la Mungu linasema. Mithali 3:24 na 25, neno la Mungu linasema hivi. 24. Ulalapo hutaona hofu. Lalapo hutaona hofu. Naam. Utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Bwana asifiwe sana. Amina. 25. 25. Usiogope hofu ya ghafla. Wala uharibifu wa waovu utakapofika. Wapendwa, dunia hii ina wimbi la vita. Kama Yesu alivyosema, watu wakivunjika mioyo kwa nini? Kwa hofu, wakitazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Unaposikia nchi mbalimbali zinapigana, unasikia kuna mafuriko mahali fulani, unasikia kuna mahali fulani kuna mioto inaripuka, unasikia kuna mahali fulani
kuna ujesusi na magaidi, moyo wako unaupeleka kwa nani? Anasema mstari wa 25 anasema usiogope ya hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika. Mungu ametupatia neno la kutia moyo. Bwana asifiwe. Usiogope, maana neema tuliofunuliwa inatufundisha kumtumaini Mungu. Ninakumbuka neno la mwisho, ninakumbuka maneno ya Musa. Alikuwa anaambiwa na Mungu awaeleze watu kabla ya kwenda vitani. Kumbukumbu la Torati, tutasoma kwa muda wako, nitanukuu tu hapa. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 20. Anaambiwa Musa awaambie watu. Mungu anamwagiza, anasema utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Bwana asifiwe. Hata tutakuwa na mahubiri ya hadhara, watu wakaja kuwatisha, kwa sababu tuna uhuru wa dini. Bwana asifiwe. Tusiogope. Anasema mstari ule wa, kwa nini watu, anaeleza mstari unao wa 6, anasema sababu za watu kuogopa. Ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mzabibu? Wakati mwingine tunaogopa kwa sababu kuna mali tulizo nazo. Mstari ule wa 7 anasema ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa, aende arudi nyumbani kwake, maana anaogopa akifia vitani mke huyu atakuwa amemkosa. Mstari wa 8 anasema tena maakida na waseme zaidi na watu wawaambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na moyo mnyonge. Kuna Mungu ametupa utume, wapendwa, katika mwaka 2026 na miaka mingine 5 ya utume ya kanisa hili. Tutakutana na vikwazo vingi na mambo mengi ya kukatisha tamaa. Sasa katikati ya mkutano unaopeleka injili, jeshi la Bwana anatamani kuona kila mtu ni jasiri. Bwana asifiwe. Asiyeogopa. Anasema ni nani sasa katikati, waulize watu, aende akarudi nyumbani kwake, isije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake. Kumbe hofu nazo huwa zinaambukiza. Mimi nikiwa na hofu, kwa mfano ukistukia hapa tu nimeanguka ghafla, wenye hofu na wao wanaazimia na kufa. Au nashangaa tumefanya. Kama ningefanya hivyo bila kuandaa, kuna mtu fulani hapa angefanya, nimetokeaje pasta? Au unastukia tu ninapiga mayowe. Unashangaa watu, mtu ambaye hajajiandaa na yeye huyo mbio. Kuna mchungaji mmoja anatusimulia siku moja alikuwa anatembea katika mitaa fulani katika jiji la Dar es Salaam. Ghafla alishangaa akaona watu wanakimbia. Na yeye akajiunga. Na hao watu walikuwa wawili, lakini waliona watu wanatawanyika wanakimbia hivi, wanaume na wanawake. Wamekimbia kama kilomita 1 hivi 2. Ikabidi amuulize kati ya hao watatu, awaulize, jamani, hivi tunakimbilia nini? Hapo wanaendelea kukimbia huku wanatazama nyuma. Hivi tunakimbilia nini? Mwenzake na yeye akasema, hata mimi ndugu yangu sielewi tunakimbilia nini. Mwenzao ule watatu ikabidi atoe majibu halisi, akasema ni akina mama antilie wanakamatwa na polisi kwa ajili ya kulipa ushuru. Sasa ndo akasema, yaani tumekimbia kote huko. Yaani unajua hofu zinaambukiza. Sasa andiko linasema hata kwenye mambo ya kiroho, katika utendaji wetu wa kazi ya Mungu, idara na majukumu tuliopewa na Mungu, huwa unaweza ukakuta kuna watu wana hofu. Ndio maana ngoja niwaambie, ukikuta mtu hayuko tayari kwenda kufungua madarasa nyumba kwa nyumba, ni nini hiyo kinamsumbua? Ukikuta mtu tunamwambia, tunakuomba ndugu yangu uwe mwanatimu, twende tukaalike nyumba kwa nyumba, anasema unajua mimi nikikapo maswali huko hata fungu moja sina.
Nadhani tutafute tu wainjilisti waliobobea na wachungaji waambatane. Huyo kinachomsumbua ni nini? Ni hofu. Ukikuta watu hawaendi kushuhudia, najua watu wana hofu. Hata tu ikitokea kuna mtu mmoja anawa challenge pale, anasema hakuna kufanya mahubiri hapa. Nashangaa mtu wa Mungu, nafikiri mchungaji tuheshimu tu, kwa sababu hawa watu nao anakuja, ukija unajikomba hivyo na kuambia ondoka kwangu shetani, kama Yesu alivyomwambia Petro. Kuna watu wana hofu, yani they prophesy, yani wanakiri kuwa wanamkiri Kristo, lakini kwa matendo yao wanamfanya nini? Wanamkana. Sasa unaogopa wakati huu wa amani. Je, itakaposemwa 1 2 3 itakuwaje? Kwa sababu siku moja, kwa namna unabii unavyoelekea na namna Biblia ilivyotabiri, hakutakuwa na uhuru wa kidini wala wa dhamiri. Hapo ndipo imani yako na imani yangu zitapimwa. Na kwa hiyo kumbe katika mambo ya kiroho pia na katika kupeleka utume na kazi ya Mungu, ndio maana unaweza kukuta watu wanapinga, ili mchungaji, ili mzee wa kanisa haliwezekani, gumu, hofu tu kinamsumbua. Mimi ngoja niwaambie, miongoni mwa vitu ambavyo siogopi majukumu ya kanisa yanayokuja ambayo ni mazito, maana kazi hiyo sio yangu. Mimi nitakubali, nitalibeba kama lilivyo. Nikifika hapa Mungu haonyeshi njia ya kutoboa, nitakomea hapa. Masuala ya kupinga, sijui unapinga hilo hatuliwezi, unajua hili, wewe libebe tu. Kwani ni yako kwako hiyo? This is God's work. Yeye mwenyewe atajipambania. Kama ajipambanii, bali mimi nitafanya nini? Mimi ni upepo tu na kivuli. Mimi siogopi mtu, siogopi jukumu, siogopi hali. Kwa sababu, na ngoja niwaambie wazee wa kanisa mliokaa na viongozi wengine, ngoja niwaambie, viongozi ndio huwa wanatazama. Kiongozi akishaogopa tu na raia wote wanatawanyika. Kwa kiongozi lazima uwe jasiri kukabili mambo na kuwaambia tu, nchi ile tumeipeleleza, kama akina Joshua na nani Caleb, tumeipeleleza, ni nzuri, Bwana atatuongoza, tutatoboa na tutafika. Haleluya! Lazima usimame useme katika changamoto zozote, we have to stand. Lazima tusimame, tuondoe hofu, tuvue hofu, kwa sababu hofu ni vazi la shetani. Ndio maana maandiko yanasema hivi, wapendwa, mpingeni shetani naye atafanya nini? Unajua kwa nini anatimua? Anaogopa utakaposema Baba, ninakusihi kwa jina la Yesu, shetani toweka. Yaani shetani anajua ukishataja tu toweka, anajua hapo Mungu atashuka mara moja na kumwangamiza. Ndio maana anakimbia. Kama alikuwa ndani ya mtu anakimbia, kwa sababu anaogopa hofu. Kwa hofu ni demonic feelings ambazo watu wengi tumezipossess bila kujua. Tunapaswa tuondoe hofu. Yaani ngoja nikwambie, Yesu alipokuwa duniani hakuna mazingira yote yaliyokuja yakambadilisha hisia na feeling, akawa na hasira au akawa na hofu au akaanza kutengeneza mazingira ya maridhiano ya kusema jamani, sasa ile jamani tuliache tu, nilikosea. Hakuna kitu kama hicho. Kama ilikuwa ni hivi, ni hivi. Kwa sababu hofu ni mbaya mno, wewe unaweza usijue. Na maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo, waoga na wasiofanyaje? Jamani, waoga na wasiofanyaje? Sehemu yao ni wapi? Kwa hiyo ulipoinua mkono, kama ningekuwa Yesu leo anashuka hapo, ulikuwa kwenye upande gani? Kwenye upande gani? Usifikiri swala la kuogopa ni jambo zuri.
Hata kama unapambana na kikwazo chochote, iwe ni kwenye elimu, kwenye uchumi, pambana mpaka kieleweke. Bwana asifiwe. Hatukuumbiwa hofu. Na ngoja niwaambie, kwa kuogopa tumepoteza fursa nyingi. Umepoteza fursa nyingi za kiroho na za manufaa ya maisha yako. Tunapoteza. Ungefunguliwa macho kwa sababu uliogopa. Wewe kijana usiyetaka kuoa, ulipomuona binti anafaa, ni mzuri, ni mrembo, ukaogopa kumfuata. Ungefunguliwa macho kwamba yule ndiye alikuwa mchumba wangu, ukaenda kwa ujasiri ukamposa. Bwana asifiwe. Angekuwa mke wako leo, lakini uliogopa akaolewa na mtu mwingine. Kijana mmoja aliyekuwa muoga kuposa. Hicho kisa nilisimuliwa na pastor mmoja. Akaenda mara ya kwanza, akampigia simu binti. Fulani, habari za leo? Nzuri. Nina shida na wewe. Shida gani? Yule binti naye alikuwa kauzu kweli. Shida gani? Mikwala kibao. Wewe binti unayetaka kuolewa, acha mikwala, utabaki hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Yule kijana akajiuliza, hapa sasa nitafanyaje? Wakaja kuonana. Yule kijana akasema, nilikuwa tu ninataka kukusalimia, lakini lengo lake lilikuwa ni kwamba amwambie nahitaji. Siku ya pili akampigia tena simu. Akamwambia, ninahitaji tuonane. Hivi wewe mbona unanipigia halafu tukikutana unaniambia tu unanisalimia? Mambo gani hayo? Yule kijana akasema, nina shida, nina jambo fulani la msingi mno, lakini yule binti alishagundua mchezo. Yule kijana ameshanipenda, ila sasa hataki kusema sijui shida yake ni nini. Sasa kijana akamwambia, sasa yule binti akamwambia, njoo nyumbani, mimi nitakuwepo, nitakusikiliza. Kijana akaondoka akaenda. Alivyofika, badala ya kusema ile kusudi, maadili kabadilika. Akasema, sasa una lesoni hapa? Maana kuna mstari fulani nilipokuwa nikiusoma nilikuwa siuelewi. Nimekuja ili angalau nisaidie niweze kufanya nini? Kuelewa. Yaani huyo kijana ataoa lini wewe? Hofu. Ondoa hofu. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie uondoe hofu leo. Sema kama alivyoandika katika Zaburi 34, ni fungu kuu tuliloisoma. Msomaji soma hapo. Zaburi 34 ni fungu la mwisho. Zaburi 34 mstari wa 4 anasema hivi, tumeona hofu namba moja ni kumtumaini Mungu. Wakati wa hofu nitamtumaini Mungu. Lakini fungu lingine la pili linasema katika Zaburi 34 mstari wa 4 linasema hivi. Imeandikwa hivi. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Zaburi 34 mstari wa 4. 34 mstari wa 4. Yesu soma. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Nalimtafuta nani? Bwana. Akafanya nini? Akanijibu. Akaniponya na hofu zangu zote. Hofu ni kama kidonda, huwa kina uwezekano wa kufanya nini? Kukiponya. God cares for us. Mungu anatujali, ana uwezo wa kutoa hofu yako. Bwana asifiwe. Wewe ukiendelea na hofu, wewe una tabia ya shetani. Ndio maana maandiko yanasema shetani naye ana imani, tena anatetemeka, lakini imani yake sio kutii maagizo ya Mungu. Hawezi hata siku moja akatii. Wangapi wanasema, Yesu nisamehe kwa maisha yangu yaliyopita nilivyoonyesha hofu? Nyosha mkono wako. Mungu akusamehe. Mungu akutie nguvu, hofu hiyo iondoke. Lakini wito wa pili, inawezekana katikati yetu kuna watu au mtu anahitaji kubatizwa. Nakumbuka kuna mtu mmoja ambaye alijitoa na huenda yuko leo hapa. Nimuombe atembee aje hapa. Nahitaji kuomba na tunatamani leo ubatizo huu uweze kutimia. Bwana asifiwe. Wakati Mungu atakavyotujalia. Kuna mwingine anahitaji kuungana na rafiki hapa kwa ajili ya kubatizwa. Kama kuna mtu wa jinsi hiyo, nyanyuka, tembea,
simama kwa miguu yako, tembea uje hapa mbele. Anayehitaji kubatizwa bila kuogopa, bila hofu. Unajua hata kwenye wakati wa wito, watumishi wa Mungu wametoa wito mara nyingi sana. Watu wanaogopa kujitoa, kana kwamba wanadamu wanaowatazama watawapa uzima wa milele. Usiogope mbele za watu, hata kama umetenda dhambi kiasi gani, ya namna yoyote, kujitoa. Don't be afraid of men. Mungu anasema msiwaogope wao wawezao kuua mwili, wasiweze kuua roho. Mtu ambaye anahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, nyosha mkono wako. Wito wa mwisho. Simama pamoja nami unapokwenda. Simama pamoja nami. Wito wa mwisho. Yawezekana una hatia fulani moyoni. Una hatia fulani moyoni na unatamani leo mkabidhi Mungu. Njoo hapa mbele. Usitie hofu. Ukija hapa mbele hauji kwa ajili yangu, ila unakuja kwa ajili ya Yesu Kristo atakaye kutakasa. Njoo. Yeyote aliye na mzigo, Bwana akubariki. Bwana akubariki brother, Mungu akubariki. Mama, Mungu akubariki. Dada, Mungu akubariki. Njooni watu wa Mungu. Unapokuja hapa ni ishara ya kumkimbia shetani. Unapokuja hapa mbele hauji kwangu, unakuja unaonyesha ni kielelezo cha moja kwa moja kwamba humtaki shetani na mifumo yake. Bwana akubariki mama, Bwana akubariki brother. Njooni watu wa Mungu, njooni, tunahitaji kuomba na kujikabidhi kwa Mungu. Njooni. Njooni. Bwana akubariki. Bwana akubariki sana. Njoo kwa hatia yoyote ulio nayo. Bwana anajua hofu na uzoefu unaopitia mgumu. Come to the front. Njoo mbele. Bwana akubariki rafiki. Njooni watu. Njooni watu. Bwana akubariki sana. Kama kuna mtu bado mlango haujafungwa, njoo. Kama kuna mtu bado, njoo. Kama kuna mtu bado, njoo. Wito wa mwisho. Wapendwa, maandiko yanasema tunapaswa kuwaombea viongozi wa kisiasa na serikali. Tutakwenda kuomba kwa sababu leo ni siku ya uhuru wa kidini. Tunajua shetani hapendi neno la Mungu lienee na watu wamwabudu Mungu kwa uhuru. Tutaombea serikali yetu. Tutaombea mamlaka zote. Zipo nchi ambazo uhuru wa dhamiri hauthaminiwi duniani hapa, wala hawana uhuru wa kidini kama sisi nchi yetu ya Tanzania. Tutawaombea. Kwa hiyo tutakapokuwa tukiomba, jiombee wewe mwenyewe, ombea nchi yetu pia kwa ajili ya hilo. Mzee wa kanisa mmoja kati ya wazee atakuja hapa mbele, atachukua maiki, atatukabidhi kwa Bwana. Lakini pia mtu mmoja mahali huku katika mkutano anayetamani kuomba, anyoshe mkono wake, atapewa maiki, atatuwakilisha pia kwa ombi. Na rafiki yuko kule, pelekee maiki. Ataanza kuomba, alafu mzee wa kanisa atafuata na mimi nitamalizia. Mzee wa kanisa mmoja hapo kati yenu aje hapa tuweze kuomba. Tutapiga magoti. Tupige magoti. Karibuni. Anza na kule nyuma kuja mzee wa kanisa, halafu tutamalizia. Tuombe.
Mungu Baba, muumba mbingu na ulimwengu pamoja na viumbe vyote, tazama wewe umewaumba na umetuumba sisi binadamu kwa mfano wako na kwa upendo wako. Mungu tupiganie. Baba Mungu, tubadilishe katika maisha haya na katika ulimwengu huu. Mungu, peke yetu sisi hatuwezi, bali kwa haki ya Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba uwe pamoja nasi, uondoe hofu ndani ya mioyo yetu, nasi tukasimame mbele zako kwa ujasiri na kuzishinda nguvu za adui Shetani. Mungu, uwe pamoja nasi, utulinde, utuongoze, nasi tujiandae kwa ajili ya ujio wako mara pili, huku tukifanya kazi yako kwa imani na kwa ujasiri. Baba Mungu uliye Mungu mwenye upendo kwa watoto wako, tuangazie nuru ya uso wako mahali popote tuendapo, uwe pamoja nasi siku zote.